ya kazi hapa mbele kusema maneno machache kisha tuendelee na ratiba yetu. Mheshimiwa Najma Murtaza Giga. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa fursa hii adhimu kabisa. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio muweza wa kila jambo na yeye ndio anayetuwezesha kufanya kila kitu katika ulimwengu huu. Lakini kipekee kabisa nikushukuru wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson kwa namna ambavyo tumeweza kushirikiana na mimi kwa mambo mbalimbali na namna ambavyo umeweza kunisimamia na kunijengea uwezo mkubwa sana katika kipindi chote ambacho umekuwa spika. Sambamba na hayo nisimsahau Mheshimiwa Spika ambaye tulianza naye bunge hili la 12, Mheshimiwa Job Ndugai, kwa namna ambavyo tumeanza kufanya naye kazi pamoja. Nashukuru sana wote wawili, mmeweza kunisimamia vizuri sana katika nafasi yangu hii ya wenyekiti. Lakini kabisa kipekee na kwa heshima ya aina yake ni ushukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu, kuanzia mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia makamu mwenyekiti Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa namna ambavyo imani yao juu yangu iko kubwa na kuweza kunipatia nafasi mbalimbali ikiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kupitia viti 20 vya Zanzibar. Na naamini na kuthamini sana imani yao juu yangu na bado nina nia ya dhati na thabiti kabisa ya kuitumikia Chama cha Mapinduzi pamoja na kuitumikia jumuiya ya wazazi kwenye nafasi hii. Na pia natumia fursa hii kabisa adhimu kushukuru uongozi wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania, lakini pia na uongozi wa wanawake, Umoja wa Wanawake Tanzania, kwa namna ambavyo wanaendelea kuniamini katika kazi zangu hizi za bunge ya viti maalum. Hata hivyo niwashukuru wanachama wote popote walipo katika nchi hii pamoja na jumuiya zake, Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake. Bila ya wao mimi nisingeweza kuwa na nguvu na ujasiri wa kufanya kazi zangu za chama pamoja na serikali kama ambavyo ninafanya. Lakini hata hivyo nitumie fursa hii kushukuru kamati zangu zote mbili ambazo nimehudumia katika bunge hili la 12, kamati ya Katiba na Sheria, lakini kamati ya Ardhi, Maliasili na Utalii. Na washukuru wote ambao tumeshirikiana na namna ambavyo mmenipa upendo wenu na ushirikiano kuweza kufanya kazi zangu. Hata hivyo niwashukuru sana sana mawaziri wote kwa namna ambavyo mnashirikiana na mimi katika kazi zangu za hapa bungeni, lakini hata nje ya bunge. Hata hivyo pia natoa pongezi na shukrani za dhati kwa wabunge wote ambao nimekaa nao kwa kipindi chote na namna ambavyo mnatumia upendo wenu na uzuri wenu katika kunifanyia niweze kufanya kazi zangu kwa urahisi. Hata hivyo na mwisho kabisa, lakini sio kwa kusema kwamba ni muhimu ama ni vipi, lakini kwa heshima ya pekee niwashukuru viongozi wote ama watendaji wote wa bunge letu hili la 12, na naamini kwamba utendaji wao wa kazi ndio umefanikisha na mimi mmoja wa nyinyi tuweze kufanya kazi yetu vizuri sana. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kuomba Watanzania wote tunaingia kwenye uchaguzi, tuende kufanya uchaguzi wetu kwa amani na utulivu kabisa, nikiamini kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na mgombea mwenza Dr. Nchimbi ni bado wanafaa na wanaweza sana. Na kwa hiyo fanyika tukapige kura kuwachagua wote, lakini bila kuwasahau wabunge wa CCM, chama kwanza mtu baadaye. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa kupata fursa hii na nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema ambazo tumejaliwa hadi siku ya leo. Mheshimiwa Spika, bunge la 12 litakumbukwa na kizazi hiki na kizazi kijacho kwa kuacha alama kubwa za maendeleo kwenye taifa letu. Mheshimiwa Spika, tunapoipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa miradi mikubwa ya maendeleo ambayo imeweza kuifanikisha, ikiwemo miradi ya SGR, bwawa la Mwalimu Nyerere, maandalizi ya dira ya 2050 pamoja na miradi mikubwa yote ya maendeleo,
hatuwezi kusahau mchango mkubwa wa bunge lako la 12 kwa sababu ndilo ambalo lilipitisha bajeti hizo na ndilo ambalo lilikuwa na jukumu la kuisimamia serikali. Kwa bunge lako la 12, Mheshimiwa Spika, linaenda kuacha alama ya kudumu kwenye taifa letu la Tanzania. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu kwa nafasi ya kwanza kuwapongeza sana. Kwanza wewe mwenyewe Dr. Tulia Ackson, Spika wa bunge hili la 12, pamoja na naibu spika, wenye viti wa bunge, wenye viti wa kamati zote za kudumu za bunge, waheshimiwa wa bunge, katibu wa bunge na timu nzima ambayo imeshiriki katika kufanikisha haya masuala yote. Mheshimiwa Spika, pia nitumie fursa hii kukushukuru wewe na waheshimiwa wabunge ambao walinipa heshima ya kuwa mwenyekiti wa bunge hili tukufu. Kazi hii imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa sababu ya ushirikiano ambao nimeupata toka kwako, toka kwa naibu spika, wenye viti wa bunge na waheshimiwa wabunge wote. Nitumie fursa hii kusema ninawashukuru sana, na fursa hii ikipatikana tena kwa uhakika sitawaangusha. Mheshimiwa Spika, naomba pia uniruhusu kwa namna ya kipekee sana kumshukuru Mheshimiwa Florent Kiombo, makamu mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya utawala, katiba na sheria, pamoja na wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya utawala, katiba na sheria, ambao kwa kipindi chote nikiwa na majukumu haya ya wenyekiti wa bunge wameendelea kusaidia kufanya kazi kwa ufanisi na mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Spika, nitumie pia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rashidi Shangazi, katibu wa wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi, kwa kutusimamia vizuri kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Sambamba na yeye, ninamshukuru sana katibu wa bunge na watendaji wote wa bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee sana uniruhusu nitumie jukwaa hili la bunge lako tukufu kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Madaba kwa kunipa heshima ya kuwa mwakilishi wao kwenye bunge hili tukufu kwa miaka 10 sasa, na kwa ushirikiano ambao wamenipa kwa kipindi chote. Mheshimiwa Spika, bunge la Madaba, jimbo la Madaba limerekodi maendeleo makubwa sana tangu kuanzishwa kwake miaka 10 iliyopita. Hatua kubwa za maendeleo ambazo Madaba tumepiga zimetokana na ushirikiano mkubwa ambao kila mwananchi wa Madaba ameweza kuutoa kwangu na kwa serikali yetu. Imetokana na dhamira safi ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanapata huduma bora na kwa ukaribu. Kwa hiyo ninawashukuru sana wananchi wa Madaba kwa kunipa ushirikiano mkubwa. Ninakishukuru Chama cha Mapinduzi ngazi zote, kuanzia ngazi za ubalozi mpaka ngazi ya taifa, kwa namna ambavyo wametupa ushirikiano na wamenipa ushirikiano. Wito wangu kwa wana Madaba, kazi ya kuijenga Madaba inaendelea. Kazi hii itafanikiwa tu iwapo wote kwa pamoja tutaungana kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi huu. Mheshimiwa Spika, nimeonyesha dhamira ya kuendelea kuwatumikia wananchi wa Madaba, na niendelee kuwaomba kwamba kwa vile kazi bado tunazo na wao wanajua tumefanya kazi kubwa pamoja, basi tuendelee kulijenga hili taifa pamoja. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru sana tena viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, na kipekee nishukuru familia yangu, kwanza mke wangu Sofia Agustino Gama, pamoja na wanangu wote 4, pamoja na ndugu jamaa na marafiki, pamoja na wazazi wangu. Ninashukuru sana 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 kwa heshima kubwa ambayo tumepata
na kwa mafanikio makubwa ambapo jimbo la Madaba tumeweza kulipata. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa fursa. Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nashukuru sana kwa kupewa nafasi hii fupi ya kuweza kusema machache ndani ya bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema, lakini kwa namna ya pekee kabisa uwepo wangu ndani ya bunge hili na kwa nafasi ambayo bunge liliniamini na kunipatia. Kwa wale wanaofahamu historia yangu fupi, mimi nasema ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Spika, na uhakika kabisa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ninamshukuru sana vile vile kwa sababu nilihitaji transformation na uhakika amekuwa sehemu kubwa ya transformation yangu kuingia bungeni na kupewa nafasi na kuweza kuonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya kitu fulani kuisaidia nchi yangu. Mheshimiwa Spika, nikushukuru wewe kwa namna ya pekee sana kwa miongozo mbalimbali ambayo umekuwa ukitupatia, na hasa mimi toka pale ambapo wabunge wenzangu waliniamini. Na kushukuru sana kwa sababu umekuwa mwalimu wangu mzuri, kwanza kiprofession, lakini kama spika na kiongozi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nilionekana kwa sababu nilikuwa na kamati ambayo iliniamini. Niwashukuru sana wajumbe wa kamati ya viwanda, biashara na kilimo ambao waliniamini na kunipa nafasi hii ya kuweza kuwaongoza. Naamini sijawaangusha. Mheshimiwa Spika, nimekuwa mjumbe wa kamati ya maadili ambayo wewe ulinipa hiyo kazi. Niwashukuru wajumbe wa kamati ya maadili. Tumefanya kazi vizuri na tulivilia tuwe na kazi nyingi, lakini tulipopata kazi chache tukajua kazi ya maadili ni ngumu. Kwa hiyo tunashukuru kwa chache tulizozifanya, tumezifanya vizuri kwa weledi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Spika, niwashukuru wabunge wenzangu. Wameonyesha imani kubwa sana kwangu toka siku ambapo nilichaguliwa. Walinichagua kwa kura nyingi. Nashukuru kamati ya uongozi ambayo ilipeleka jina langu kwa wabunge kama mmoja wa watu ambao wangefaa kuwa wenye viti wa bunge. Ninawashukuru sana kwa kipindi chote hiki. Tumefanya kazi kwa pamoja na kwa kweli nilitoa ahadi moja siku ambapo nilikuwa ninawashukuru kwamba nitajitahidi kufuata miongozo ya spika, lakini nitajitahidi kuwa fair, na nina uhakika nimejitahidi kufanya jambo hilo. Lakini Mheshimiwa Spika, katika miongozo hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Zungu. Amekuwa ni kiongozi ambaye nimefanya naye kazi kwa karibu sana, na yeye amekuwa akitupa miongozo. Mheshimiwa Spika, nawashukuru wenye viti wenzangu ambao tumefanya nao kazi kwa karibu, na hasa kipindi hiki cha bunge refu la budget. Kilikuwa kipindi ambacho kimetufanya tuielewe kazi vizuri ya kuwasimamia wabunge. Na kwa kweli Mheshimiwa Spika, katika kuifanya kazi hii nawashukuru wabunge wote, nawashukuru sana mawaziri na manaibu waziri ambao wao katika maongezo waliyosema hapa katika kupresent budget zao walitushukuru sisi wenye viti kwamba tumesimamia bunge vizuri. Na mimi nawashukuru sana. Namshukuru sana Chief Whip pamoja na waziri mkuu ambao tumefanya nao kazi kwa jirani sana, mimi kama mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, tupo kwenye kipindi ambacho tunakwenda kwenye uchaguzi. Na sisi tunasema, na mimi nimelisema mara nyingi na hasa nilipolisema kama mwenyekiti wa kamati, Mheshimiwa Rais amefanya uchaguzi wetu kuwa mwepesi kwa mambo makubwa ambayo yamefanyika. Ni swala la sisi sasa kutumia nafasi hiyo kuelezea vizuri yale yote ambayo tumeyapata, tumeyaona, tumeyafanya katika kipindi hiki ambacho tumepewa dhamana ya kuwa wabunge. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Shangazi
kwa ushirikiano mkubwa ambao amenionyesha kwa kunitia moyo hata pale ambapo nilitaka kuwa na matatizo ya hapa na pale ya kikazi. Shangazi alikuwa mmoja ya watu ambao walinipa nguvu sana. Jambo la siasa sio wote tumelianza siku nyingi. Kwa hiyo tulihitaji sana kuwa na counselors na amekuwa counselor mzuri kwangu. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana katibu wa Bunge na makatibu mezani wote ambao kwa kweli wamenisaidia sana niweze kufanya kazi yangu vizuri na kwa ufanisi. Lakini washukuru wafanyakazi wa Bunge wote kwa ujumla wao. Makatibu wa Bunge ambao walikuwa kwenye kamati yangu, makatibu wa kamati wale ambao ni wafanyakazi wa Bunge na wafanyakazi mbalimbali wa Bunge ambao wamekuwa msaada mkubwa sana katika utendaji wa kazi, katika mambo hata yale mambo ya kawaida tu. Mheshimiwa Spika, kipindi hiki nipo hapa kwa sababu wananchi wa Njombe waliniona wakaniamini. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wapiga kura wote wa jimbo la Njombe mjini ambao mpaka muda huu, Mheshimiwa Spika, ni wazi kwamba wameonyesha imani kubwa sana kwangu, kubwa kiasi cha kuonyesha kwamba hawahitaji mtu mwingine kwenda kushindana na mimi kule Njombe. Mheshimiwa Spika, ni wazi kwamba hata msafara wa mamba akiwa mmoja kenge huwa wanajitokeza kumsindikiza. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa mustakabali wa demokrasia bado wana Njombe wanakaribisha kugombea, lakini tuna uhakika kabisa watakuwa ni wasindikizaji kwa maana wana Njombe wameshaamua. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya machache, nipende kukushukuru tena kwa kunipa nafasi hii fupi, lakini nishukuru sana familia yangu, mke wangu Dorothy na watoto wangu watatu wa kike ambao wamekuwa ni inspiration kubwa ya mimi kufanya kazi kwa ufanisi. Wamenipa nafasi kwa kutoniuliza maswali kwa nini sionekani nyumbani, kwa sababu niko bungeni na niko Njombe nikiwatumikia wana Njombe. Ninawashukuru sana. Wakati ninahitimisha jambo hili, Mheshimiwa Spika, nipende kusema nimejifunza mengi na niko tayari kuendelea na kazi. Wabunge wakiona kama ninafaa bado kuliongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya mwenyekiti. Asante sana na kushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, asante sana wenye viti. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Naibu Spika aliwaaga wiki iliyopita na amesema leo kwa sababu Spika atapata nafasi ya kuzungumza basi yeye ameomba asizungumze. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na yeye amesema kwa sababu mkubwa wake yuko hapo na atapata nafasi ya kuzungumza basi na yeye hatozungumza, lakini ilikuwa niwape fursa ya kuzungumza. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sasa tunaendelea na ratiba yetu. Katibu. Taarifa ya katibu wa Bunge. Katibu wa Bunge, ndugu Baraka Leonard. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 35 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za Bunge toleo Februari 2023, naomba kutoa taarifa kuwa shughuli zote zilizoko kwenye orodha ya shughuli za mkutano wa 19 wa Bunge sasa zimemalizika. Asante sana. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, kabla hatujaendelea na hoja nyingine, kuna wageni hapa. Wapo wageni waliokaa jukwaa la Spika. Tutaanza na wageni wangu wawili, Tony Kabeta, mkurugenzi wa Universities Abroad. Yupo pia ndugu Mboka Kabeta, mkurugenzi mwenza Universities Abroad. Karibuni sana. Tunao wageni wengine waliokaa jukwaa la Spika. Hawa ni kwanza ni mgeni wa Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Dr. Jim Yonazi ambaye ni katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Karibu sana. Hii inafurahisha sana. Huyu waziri wake yuko hapa ndani lakini amealikwa na Profesa Kitila Mkumbo. Jambo zuri sana hili. Haya, karibu sana katibu mkuu. Wageni wanne wa Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Hazara Chana, waziri wa maliasili na utalii,
Yupo Dr. Hassan Abbas ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Karibu sana. Kamishna wa polisi, naibu katibu mkuu, Kamishna wa polisi Benedict Wakuliamba, naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Karibu sana. Yupo pia Dr. Alex Lobora, mkurugenzi wa wanyamapori. Karibu sana. Yupo ndugu Abdalla Mvungi, mkurugenzi wa sera na mipango. Karibu sana. Wageni wawili wa Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga ambao ni wasanii wa Bongo Movie kutoka Mbozi.